wakachoma maduka, wakaharibu vitu ya wananchi, wakaiba bunduki, wakachoma koti, mkawekelea watoto wetu mkawapeleka kotini. Wewe Kasongo, shida yetu na wewe ni kutumia Kimani Ichung'wah kuharibu mali ya watu ya Kikuyu, na tuko na shida na wewe. Harambee! Harambee! Watu wetu mko tayari tupeleke Kasongo nyumbani? Kuna kura atapata hapa Kikuyu? Kasongo atapata kura Kikuyu? Iko kura atapata Kikuyu? Aende asiende? Aende asiende? Mimi nauliza watu wetu, ukiangalia leo pale Nyamakema, pale Tomboya, pale Akra Road, pale Kirinyaga Road, KRA wameongeza container kutoka 2.5 million mpaka 3.2 million, na ile ya nguo kutoka 4 million mpaka 6 million. Na yule mtu ameletwa KRA juzi anaitwa Aden, anaongelesha wafanyibiashara kwa WhatsApp ndio wasiende kotini. Ile tabia alikuwa nayo State House ya kutoa watu kwa WhatsApp group ameileta KRA. Wewe Commissioner General, ukitaka kuongea na walipa kodi uandikie official letter, wacha kutuma WhatsApp messages ndio watu waweze kwenda kotini. Mimi naambia wale consolidators, msikubali kulipa hiyo kodi mpya, na huo mgomo mumepanga ya Ijumaa, Rigiji na Wakenya tunaunga mkono, kwa sababu hiyo kodi Kasongo anaiba, anaenda kuhonga wafanyikura. Harambee! Hiyo kodi Kasongo anachukua ndio anapatia Ichung'wah na Soprano kuhonga wananchi. Na mimi nitaka niseme, Kasongo, wewe umeharibu kila kitu katika dunia hii. Nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwe risasi mguu? Nani aliharibu masomo ya Mwai Kibaki? Nani aliharibu linda mama ya Uhuru Kenyatta? Nani ameleta gunzi hapa Kikuyu? Nani ameharibu biashara? Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Mimi nitangaze nikiwa hapa Kikuyu, ambaye ndio jina ya jamii yetu. Hapa Kikuyu ndio Kasongo hatafikisha kura 500 katika Kikuyu constituency. Harambee! Harambee! Wewe Kasongo umeleta mambo ya goons, wamehangaisha watu hapa mlimani. Nilikuambia goons hata wewe watakula wewe. Leo katika Emurua Dikil kwa Kipsigis, goons wamekuja mkutano yako, wanapiga watu wengine, kwa sababu nilikuambia huna control ya goons. Ukileta goons watakuja kuumiza mpaka wewe na watu wenu. Lakini hapa mlimani nataka nitangaze na nifurahi, vijana ya Kikuyu mumesema hapa hamtakubali goons kupiga watu. Harambee! Ninaambiwa Kimani Ichung'wah alikuwa anazunguka hapa kutafuta vijana awapatie pesa ya Kasongo ati waumize akina mama. Vijana wakachukua pesa, wakasima simu, wakasema hawezi kubali kuumiza Wakikuyu wenzao. Harambee! Harambee! Negwadwa ito, tulipata shida kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Ngoja nitamsaidia. Sawa, nimeona. Haya, nitamsaidia huyo kijana. Haya, sawa sawa, nitasaidia kwa hiyo maneno. Thank you. Hiyo maneno nitasaidia. Watu wa Kikuyu tulipata shida kwa kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Tulipofika kwa mto tukaambiwa tushuke, tukapata matatizo. Huyo Waithera nitamsaidia, ni sawa, nitamsaidia, si ndio? Sasa tumetengeneza gari yetu, chama yetu ya kisiasa ya kutafuta serikali na kuchunga maslahi yetu, chama yetu ya DC. Wacha nione watu ya DCB. Watu wetu wa Kikuyu tulipata shida kwa kwenda kwa wasaliti wa jamii yetu, wale ambao wamenunuliwa na Kasongo,
wakauza jamii yetu, wakatuuza kama bei ya jioni. Kasongo akatuangaisha, akaua Gen Z, akaharibu biashara yetu, akaongeza kodi, akaongeza pesa ya hospitali, akaharibu uchumi wetu kwa sababu ya wasaliti wa jamii yetu. Msaliti wa jamii yetu mkubwa katika Jamhuri ya Kenya ni huyu mjumbe Kimani Ichung'wah. Ni msaliti wa jamii yetu. Aende asiende? Aende asiende? Wangapi wanasema Kimani Ichung'wah aende? Basi mimi nataka kutangaza Operation Fagia hapa Kikuyu, si ndio? Ya kufagia wasaliti wote na takataka ya siasa na kasia ya siasa. Nikisema harambee, mnasema fagia. Harambee! UDA, Wilbaro, takataka ya siasa, kasia ya siasa, Kimani Ichung'wah, Wamuratha, Soprano, Kasongo na Kasongo. Wa Kasongo wangapi wanasema tufagia Kimani Ichung'wah? Kimani Ichung'wah afagiliwa aende nyumbani. Harambee! Hata huyu Kasongo, ngoja kidogo Fufusera, hata anapanga kugawanya mlima. Hata Kimani Ichung'wah anamwambia hata yatoe Kiambu kwa mlima. Inawezekana? Wewe msaliti Kimani Ichung'wah, mlima hapana mipaka. Mlima ni jamii. Sisi ndio mlima. Sisi ndio mlima. Na mlima ni mlima ni chama ni kiongozi ni ati anatumia mtu anaitwa Soprano. Yule alimsaidia kuua Gen Z. Kasongo na Soprano ndio waliua Gen Z. Na wewe Soprano uko na damu ya Gen Z. Hata sasa anamwambia Soprano ati agawe mlima. Soprano hata sauti ya kugawa mlima huna. Ati ikiambiwa agawe mlima ni fire si fire, ni nomba si nomba, ni Soprano si Soprano. Mimi nimeambiwa na rais nimsaidie kugawa mlima. Tunataka tutoe Kiambu kwa mlima. Soprano ni bure si bure? Ni bonoko si bonoko? Aende asiende? Wangapi wanasema Soprano aende? Adwanyoba ito Fufusera kidogo ketwalia ciamucie neguo twalia ciamucie nyumba cire kande gacire andũ aitũ ndoka Gĩkũyũ ngoro yakwa inamĩte tondũ maũndũ marĩa mothe Ruto atũbangĩire makũnyarira rũrĩrĩ, makũnina Mũgĩkũyũ na Mũembu na Mũmĩrũ, mabangagĩrwo gũkũ Gĩkũyũ nĩ Kimani wa Ichung'wah. Nĩwe mũteithagia kũnyarira nyũmba itũ, nĩwe mũteithagia kũbuta Mũgĩkũyũ gwa KRA, nĩwe mũteithagia kũbuta Mũgĩkũyũ jeshi, nĩwe mũteithagia kũnina biacara cia Mũgĩkũyũ. Mũndũ ũcio nĩ mũkunyanĩri wa rũrĩrĩ na gũtirĩ kũingata Ruto tũtige Kimani wa Ichung'wah. Gũtirĩ wĩra tũrutĩte. Kimani wa Ichung'wah na Ruto no nginya mainũka hĩndĩ ĩno. Nĩtwaiguithania atĩ mũndũ ũyũ ũkunyanĩire nyũmba itũ, mũndũ ũrĩa wanyitirwo nĩ Ruto akĩrwo ingata Rigathi wa Gachagua nĩgetha rũrĩrĩ rũninwo rwage mũtongoria nĩ Kimani wa Ichung'wah, akĩnengerwo mbeca nĩ Ruto ahe ambunge maingate wa Gachagua rũrĩrĩ rũtigwo rũtarĩ mũtongoria. Magoti marĩa mothe mongereirwo andũ Kimani wa Ichung'wah nĩwe ũrehaga mbunge. Biacara iria ciothe ihingĩtwo cia Gĩkũyũ cia Mũgĩkũyũ Kimani wa Ichung'wah nĩwe ũtwagĩra Ruto listi ya itonga ciothe cia Gĩkũyũ akauga ũrĩa ikũninwo. Nĩ mũkunyanĩri wa rũrĩrĩ, nĩ gakonia ka rũrĩrĩ, nĩ kunda ngũtũme ya Ruto no nginya ainũke. Kimani Ichung'wah nĩ asiende? Wangapi wanasema Kimani Ichung'wah? Nataka nimkaribishe kijana yangu, kijana Gĩtungati Kĩmwana kĩa rũrĩrĩ, Senator wa Nyandarua, Mheshimiwa John Mbethu.
Bas Kikuyu oye! Kikuyu oye! Kikuyu oye! Kikuyu oye! Hebu niombe wenye mabango hapa weka chini ndio naona watu wako wengi. Gai. Hebu weka chini. Hebu weka ile nyingine chini. Ndio gai. Walisema hatutafika Kikuyu, hapa ni wapi? Walisema hatutafika, hapa ni wapi? Kikuyu oye! Bas Kikuyu oye! Kikuyu oye! Kikuyu harambee! Kikuyu harambee! Kikuyu harambee! Kasongo ende asiende! Muizi ende asiende! Muuaji ende asiende! Wacha niona tunasema aende! Basi watu wetu wa Kikuyu, mimi naitwa John Methu, seneta wa Nyandarua. Mimi nataka niwaulize, mnaniona vizuri? Mnaniona vizuri? Mnaniona sawa sawa? Anyolewe asinyolewe? Ngoja muje vuzera. Upande huu anyolewe asinyolewe? Upande huu anyolewe asinyolewe? Upande huu anyolewe asinyolewe? Pande hii anyolewe asinyolewe? Kikuyu anyolewe asinyolewe? Wacha ni watu wasema asinyolewe. Mimi nimefurahia sana kufika hapa Kikuyu. Siku ile nyingine tulitaka kufika hapa, tulipangiwa na mtu anaitwa Kimani Ichung'wah tukashindwa kufika. Leo tukamwambia tunafika, apende asipende. Tumefika, hatujafika.